Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na leo tunajifunza somo moja zuri sana. Kwa wote ambao tumemwamini Yesu Kristo, kwa wote ambao tumeipokea hii neema. Somo letu la leo linasema mtu asikupunguzie mwendo au usipunguziwe mwendo. Amina. Ukisoma Warumi 8 ule mstari ukisoma wa 31, 32, 33 mpaka 35 pale. Anasema ni kitu gani ambacho kitanitenga na upendo wa Kristo? Ni dhiki, ni njaa, ni shida? Hapana. Kwa kama hakuna kitu ambacho kinaweza kutenga na upendo wa Kristo, jinsi ambavyo ulivyo mwingi, jinsi ambavyo ni waajabu, jinsi ambavyo unapendeza, mpendo katika Bwana, pia usimruhusu mtu akupunguzie mwendo. Ninaposema kupunguza mwendo, kuna vitu vingine huwa vinanyonya upako. Jinsi ambavyo umepokea Injili, jinsi ambavyo umemwamini Mungu, kuna watu huwa wanakuja, kuna shida huwa zinakuja, kuna njaa huwa zinakuja, kuna vitu vingi huwa vinakuja kwa ajili ya kurudisha nyuma. Vitu hivi usiviruhusu viingie ndani mwako. Leo tutasoma kisa kimoja kutoka katika Samueli wa pili ile 4 kuanzia mstari wa 8. Tutasoma mstari mingi kidogo na tuwe wavumilivu na neema ya Mungu, na kadri ya uwezo wake ambavyo atatujalia tuweze kujifunza, tutajifunza hicho. Amina. Basi bila kupoteza wakati, kwa majina yangu naitwa Brian Frank, napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel. Tuamini Injili, wakati umekwisha. Basi kisa hichi kinamhusu Nabii Elisha pamoja na mama moja anaitwa Mshunemi. Huyu mama alipitia vitu vinne. Hivi vitu vinne vitazame kwa makini mpendwa katika Bwana. Yamkini nawe unavyo, yamkini nawe umevipitia. Tukajifunze kitabu hiki. Nasoma Wafalme wa pili 4 mstari kuanzia wa 8. Anasema hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula. Kulikuwa na mwanamke mmoja katika Shunemu, na huyo mwanamke alikuwa na cheo, alikuwa manake na hadhi na uwezo wa kimaisha. Elisha nabii alipokuwa akipita sehemu ile, yule mwanamke akiwa anamshurutisha mara nyingi, mtumishi njoo ule, mtumishi njoo ule, mtumishi tufanye hivi, mtumishi tufanye hivi. Basi Elisha akawa kila muda akipita anaingia anakula. Mstari wa 9, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Namuona mtu huyu ni mtakatifu wa Mungu. Akamwambia mume wake, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, itakuwa atujiapo ataingia humo. Basi tumfanyie mtu huyu, kwa sababu ana mara nyingi anapita anatufanyia, ni mtu mzuri, ni mtu wa Mungu, na nadhani ni jambo jema kumkaribisha kwetu. Basi mtu huyu tumfanyie fadhili hii, tumwekee kitanda, tumfanyie chumba, kitanda, kinara cha taa, meza na vitu vingine vikae ndani. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Siku moja Elisha akafika, akaingia katika chumba hicho akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa, na tazama umetutunza namna hii. Siku moja Elisha alipokuwa ameingia katika kile chumba, akamtuma mtumishi wake alikuwa anaitwa Gehazi, akamwambia Gehazi, mwite yule Mshunami, mwite yule mama. Akamwita, akasimama mbele yake, akamwambia, mama, tazama umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Tukutendee nini basi mama, kwa ajili ya fadhili ambayo umetutendea, kwa ajili ya wema ambao umetufanyia? Uombewe neno kwa mfalme? Tukuombee kitu chochote kwa mfalme? Tuombe kwake atakifanya, au kwa amiri wa jeshi atafanya? Yule mwanamke akajibu, mimi nakaa kwa watu wangu mwenyewe, mimi huwa sifanyi jambo, ushirikiani na mambo ya kifalme, mambo ya amiri jeshi, mimi nakaa kwa watu wangu wenyewe, kwa sitaki neno lolote. Ndio kana kimaanisha. 14 akasema, basi utendewe nini? Gehazi akasema, basi atendewe nini? Elisha akamuuliza Gehazi, manake atendewe nini? Gehazi akajibu akasema, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akasema, mama huyu hana mwana na mume wake ni mzee. Akamwambia kamwite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni, akamwambia kamwite tena. Alipoenda kumwita, alipogundua kama huyu mama hana mtoto, lakini pia mume wake ni mzee, akamwita, akamwambia, yule mama akasimama mlangoni. 16 akasema, panapo wakati kama huu mwakani. Elisha akamwambia, panapo wakati kama huu mwakani utamkumbatia mwana, utamshika mtoto wako ndani ya mwili wako? Akasema, la. Yule mama akasema, hapana bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Wewe ni mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo, usiniambie maneno ya uongo. Yule mwanamke akachukua mimba. Alipomwambia mwakani, kweli neno la Mungu, maana Elisha alikuwa ni nabii wa Mungu, ni nabii wa mahali pa juu, alikuwa anakaa Karmeli, alikuwa amechukua upako wa Elia. Kwa akamwambia yule mama alipomwomba lile neno kwa Bwana, Bwana akalifanya lile jambo. Yule mwanamke akachukua mimba 17, akazaa mtoto mume. Wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia, akafanya hivyo. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye wavunao. Yule mtoto siku moja akatoka, alipokuwa amekuwa kijana mkubwa, akaenda kwa baba yake sehemu ambako wanavuna. Baba yake alikuwa ni mkulima manake. Akamwambia baba yake, kichwa changu baba, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamwambia mtumishi wake, mchukue mtoto mpeleke kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake. Naye akakaa magotini hata adhuhuri. Adhuhuri ni saa 6 hivi mchana, mida saa 6 mchana. Kisha akafa. Yule mtoto akafa.
Mama yake akapanda juu ya kitanda chake yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Yule mama akachukua yule mtoto akampandisha mpaka kwenye kile kitanda cha Elisha, akamlaza kwenye kile kitanda, akafunga mlango, akatoka. Kisha akamwita mumewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Yule mama akumwambia mume wake kitu kilichotokea, kwamba mtoto wangu amekufa, kwamba hali hii imetokea, kwamba jambo hili limetokea, bali akamwambia nipatie mtumishi mmoja, nataka nimwendee yule mtumishi wa Mungu kwa haraka. Kwa sababu gani alitaka kufanya hivyo? Mpendo katika Bwana, yule mama hakuomba mtoto, hakutaka kitu chochote. Kwa nini sasa? Alikuwa manake anaishi kwa amani, anakaa kwa watu wake wenyewe, anakaa kwa amani na kwa utulivu. Kwa nini ameletea uchungu mkubwa namna hii? Ndipo huyu mama akaamua kumwambia mtu yote aseme. Akasema, kwa nini wamwendea leo mume wake? Sasa huyo kikwazo cha kwanza kilianza kwa mume wake. Tazama, mtu wa kwanza anaanza kupunguza mwendo ni mtu wako wa karibu, mume wake. Akasema, kwa nini umwendee leo? Leo si mwandamo wa mwezi wala sio sabato. Akasema, si neno. Yule mama akamwambia, hili si kitu. Mimi sijali mwandamo wa mwezi, sijali sabato, nitamtumikia Mungu siku zote. Nitamtumikia Mungu asubuhi, nitamtumikia Mungu jioni. Nakwambia wewe mtumishi wa Mungu. Huyu mama akamwambia, hili neno si kitu. Mimi sabato hainifungi. Mimi mwandamo wa mwezi haunifungi. Mimi kwangu hichi si kitu. Kwa nataka nimuone huyu Mungu. 24. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, muendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Yule mama akamwambia mtumishi, akamwambia, twende mbele, muendeshe huyu punda, usinipunguzie mwendo nisipokuambia, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Anamaanisha nini hapo? Mwambie usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Mpendo katika Bwana, mtumishi katika Bwana, mtu usimruhusu mtu akupunguzie mwendo. Vinavyopunguza mwendo, mtu anaona wewe unakimbia, anataka muende naye sawa, anakwambia mimi nataka nikaombe muda huu, anakwambia njoo kwanza tukae kwanza kidogo, tena kuomba baadaye. Usisikilize sauti ya Mungu, unaisikia wewe. Mpendwa katika Bwana, fanya jambo jema. Mungu yupo kwako, anataka kukuhudumia. Fanya jambo jema, chukua hatua, nenda katende mambo hayo. 25. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomuona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, kama Mshunemi, akamwambia, tazama Mshunemi yule kule. Yule mama alipoenda akafika katika mlima Karmeli alipokuwa anakaa Elisha, akasogea mahali pale. Elisha alipomwona yule mama anakuja kule mbali, akamwambia mtumishi wake Gehazi, tazama Mshunemi yule kule. Tazama Mshunemi yule kule anakuja. 26. Akasema, tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki, ukamwambie hujambo. Tafadhali nenda Gehazi, wewe ni mtumishi wangu. Naenda akamfuata yule mama, akamwambia hujambo, mume wako hajambo, mtoto wako hajambo. Yule mama akajibu hawajambo. Tazama kikwazo cha ngapi hicho? Kikwazo cha 3. Kikwazo cha pili kinakuja. Anasema alipomwona anakuja, akamtuma mtumishi wake, na aliyeomba neno kwa Bwana ni Elisha. Akamtuma mtumishi Gehazi, akamwambia nenda kamuulize Mshunemi kwamba hujambo, watoto wako hawajambo, muulize hivyo vitu, mume wako hajambo. Yule mama akasema hajambo. Hakutaka yule ampunguzie mwendo, hakutaka mazungumzo yake yaishie kwa Gehazi, wamalizane na Gehazi, bali hakutaka asikie uchungu pale. Anataka aende kufika Karmeli. Amemwacha mtoto wake kitandani akiwa amekufa, anataka aende kuonana na Elisha ambaye hakumuomba kitu cha Bwana na ametia uchungu ndani ya moyo wake. Mtajua kwa nini nasema neno hilo. 28. Yule mwanamke akasema, je, naliomba? Na 27. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, akamshika miguu. Gehazi akakaribia amuondoe. Kikwazo cha 3, alipomsogelea mtu wa Mungu ataka amshike miguu, Gehazi akakaribia amuondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia mwache. Je, asingekuwa angemwongea na Gehazi kule nyuma, maana yake asingemsikiliza mtu wa Mungu. Amina. Gehazi angemtia labda kikwazo kingine na vitu vingine vya kumrudisha nyuma. Lakini mtu wa Mungu akamwambia mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala kuniambia. Mama huyu roho yake ina uchungu ndani yake, ana kitu ambacho kina uchungu, ila Bwana amenificha, hata mimi Elisha hajaniambia, mimi nabii hajaniambia, hata watu wengine hawakutaka kuonesha ule uchungu. Ule uchungu ameuficha mama yule, ameutunza kwa sababu hakutaka mtu yote ampunguzie mwendo, mpaka aende kuonana na yule mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, aweze kuongea naye hilo neno. Amina. 28. Yule mwanamke akasema, je, naliomba kwa Bwana, nalimuomba mwana kwa bwana wangu, na mimi sikusema usinidanganye. Je, akamuuliza akamwambia Elisha, mimi nilimuomba Mungu mtoto. Mimi sikukwambia hata siku unidanganya, kati nakwambia ulivyoniambia kwamba nitamkumbatia mwakani, wakati kama nitamkumbatia mtoto. Sikukwambia usinidanganye, nilikwambia usinidanganye. Sasa kwa nini jambo hili linatokea? Kwa nini najisikia uchungu ndani yangu? Huu uchungu, kwa nini najisikia maumivu ndani yangu? Kwa nini najisikia haya maumivu ndani yangu? Mimi nataka sitaki maelewano yoyote, sitaki jambo lolote. Huu uchungu uliopo ndani yangu utautoa. Ndicho alichokuwa anakimaanisha mama huyu. Ndio maana hakutaka kumsikiza mtu yote, ndio maana anataka aende kuonana na huyo mtumishi wa Mungu. 29. Ndipo Elia akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yako mkononi mwako, ukaende zako. Ukikutana na mtu akikusalimu,
usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Uweke fimbo yako juu ya uso wa mtoto. Akamwambia ongozana na jikaze viuno vyako, chukua fimbo yako mkononi, nenda ukikutana na mtu usimsalimie. Akamwekea hivi vitu pia aweze kuvifanya. Na mama yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi akaondoka akamfuata. Yule mama alikuwa anataka Gehazi aongozane na yule mama, Gehazi aende kufanya hichi kitu. Akamwambia kama Bwana aishivyo. Kikwazo cha ngapi hicho? Kikwazo cha 4. Anataka mtume mtumishi wa Mungu afu yeye abaki. Akamwambia kama Bwana aishivyo, sitafanya hicho kitendo. Huyu mtumishi wako anaenda na hiyo fimbo, umemwagiza maagizo. Mimi nakutaka wewe uliyeniambia maneno yale, wewe uliyeniambia, wewe mwambie Mungu, mimi uliyeniambia, uliyeniita kwa jina langu, mbona nipo katika hali, nahitaji Mungu nitakase, nahitaji Mungu unioshe. Umesema wewe ni mwaminifu, mwambie Mungu ni mwaminifu, atakufanyia, kwa sababu anataka pia ulete hoja mbele zake. Anamwambia hicho kitu huyo mama. Amina. Kitu kinachopunguza mwendo kingine hicho hapo kinataka kumpunguzia mwendo. Na hapo katika kutenda. Mama yule alipomwambia yule mtu akasema sitakuacha, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi Elisha akambatana akafuatana naye. Na Gehazi akawatangulia. Gehazi akatangulia kama Elisha alivyomwambia. Akaenda akaweka fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti. Je, mama angekuwa amefuatana na mtoto, manake asingepata majibu yake. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akisema mtoto akuamka. Gehazi akamwambia mtoto akuamka, nimeweka fimbo akuamka. Yule mama angeenda, manake ile tu alikuwa anachelewa muda mwingi, anapitisha muda mwingi sana. Na shetani anatufunga sana kwenye muda. Alifundisha mwalimu rafiki yangu mmoja anaitwa Emmanuel, alifundisha neno hilo kwamba shetani anatupiga sana kwenye muda, na ni jambo la kweli kabisa. Unapochelewa muda fulani, unapoacha muda fulani, mara nyingi sana huwa inatokea shida. Shetani pale unakuta umepoteza vitu vya msingi sana ambavyo unatakiwa upate kwa wakati na kwa wakati sahihi. Yule mama akusikiliza. Kitu kilichobakia ni kwamba alichotazama mbele, alitazama kile kitu. Mpendo katika Bwana, jambo hili nataka nikwambie ni kwamba ukishaona kama una nuru ya uzima milele, umeshaona uzima milele, usiumbishwe na vitu vingine. Wapendwa katika Bwana, kumbuka kwamba njia iendayo mbinguni imesonga, ina miba mingi. Kuna vitu vingi vitakuja, kama mama Shunemi anapokutana na mambo haya, anakutana na changamoto ya mume, anakutana na changamoto ya Gehazi, anakutana na changamoto ya Elisha, anamwambia nenda, anakataa vitu kwa sababu ameshaona utukufu. Yeye mama huyo asikilize jambo lolote, anachokisikiza ni kwamba anajua Elisha kama alivyotoa ile neno, mimi niwaambie usinidanganye, lakini ili jambo lifanyike. Kama unatazama uzima milele, mpendo katika Bwana, njia hii ina miba, njia hii imesonga sana. Kwa hiyo kumbuka kwamba miba itakukwangua, lakini usisikize yale maumivu. Songa mbele. Mtu asikupunguzie mwendo, mpendwa. Mtu asikupunguzie mwendo. Ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Hakuna kitu. Hata malaika mbinguni anasema mauti, kifo, uzima haviwezi kutenga na upendo wa Mungu. Ni upendo wa ajabu sana, ni upendo mzuri sana. Amina. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili. Wakamwomba Bwana. Akapanda juu kitandani, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kichwa chake juu ya kichwa chake, na macho yake juu ya macho yake, mikono yake juu ya mikono yake, akanyosha juu yake. Mwili wake yule mtoto kaanza kupata moto. Kisha akarudi kutembea chumbani huko na huku, mara moja akapanda akajinyosha juu yake. Yule mtoto akapiga chafya mara 7, na mtoto akafumbua macho yake. Akamwita Gehazi. Sasa na 6. Akamwita Gehazi akasema, mwite yule Mshunami. Basi akamwita. Alipofika kwake akasema, haya, mchukue mwanao. Ndipo akaingia, akamwangukia mguuni, akainama mpaka chini, kisha akamchukua mwanae akatoka. Tazama, mpaka Elisha alipofika yeye, ndipo yule mtoto alipokuja kwa sababu ndipo yule mama, ndipo utukufu wa roho yake ulikuwa unamwambia ni pale, uzima wa milele ni kule. Kwa hiyo usisikilize. Je, angesikiliza mume wake kwamba ni mwandamo wa mwezi? Je, angemwambia yule mtumishi wake, angempunguzia mwendo wakati anaendesha punda? Je, Gehazi angeenda kumsalimia akamwambia hawajambo? Je, angemtoa kwenye mikono ya Elisha, kwenye miguu ya Elisha? Je, angefuatana na Gehazi kwenda kuponywa? Tazama, yote haya yangekuwa anampunguzia mwendo. Wapendwa katika Bwana, magonjwa yapo kupunguzia mwendo, umaskini upo kupunguzia mwendo, utajiri upo kupunguzia mwendo. Vitu usivisikilize, tazama ule utukufu wa Mungu, angalia kitu kilichopo mbele. Njaa, dhiki, vitu vingi, familia, vitu vingi vipo tayari kupunguzia mwendo. Msikilize Mungu. Atatumia shetani, kwa sababu kila mtu hujaribiwa kwa tamaa zake. Unachokipenda, kitu ambacho unachokitamani sana, ndicho ambacho jaribu linakuja kwa hicho. Kwa hiyo kaa katika utulivu, katika neema ya Mungu. Usikubali kitu kupunguzia mwendo. Umeshaona utukufu wa Mungu, umeshaona njia ya pekee ambayo ni Yesu Kristo, njia kweli na uzima. Itazame hiyo njia kweli na uzima, mpendwa katika Bwana. Usiruhusu kitu chochote kikupunguzie mwendo katika maisha yako. Basi na neema ya Mungu na kadri ya uwezo wake na nguvu ambayo itaendelea kutufunika, tutaendelea kujifunza somo hili. Na somo hili kitu pekee ambacho tutakwenda kujifunza kwenye video inayokuja ni kuhusu Ibilisi. Usisikize uongo wa Ibilisi. Tutaendelea hapa. Usisikize uongo wa Ibilisi. Namna gani ambavyo Ibilisi anataka kufanya ili uweze kurudi nyuma. Amina. Basi wewe kama ambaye hujamwamini Yesu Kristo, ukiamini Yesu Kristo kuna tumaini la ajabu, kuna nguvu ya ajabu. Utapunguziwa mwendo na kitu chochote. Wapendwa katika Bwana, hakuna awezaye kitu chochote kwa nguvu zake yeye. Mungu hutuwezesha sisi wote. Wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo, anasema katika Warumi 10:9, ukimkiri kwa kinywa chako kuamini kwamba Mungu alimfufua katika wafu, nani huyo? Yesu Kristo. Anasema utaokoka. Utaokoka katika nini? Utaokoka katika njia zote. Utaenda kwa muda
utaenda kwa vitu vingine kwa muda, atakupangia vitu vizuri. Hata uzima wa milele ndio ahadi ya pekee ambayo Mungu ametupatia. Amina. Na ni ahadi ya pekee ambayo Mungu ametupatia. Basi mkubali huyu Mungu, mruhusu huyu Mungu aweze kuingia katika maisha yako. Na kama unasema mimi nitamkubalije huyu Mungu? Nawezaje? Unikukiri tu, unamwambia tu Bwana, nimekosa. Mungu wa mbinguni, nimetenda jambo moja mbili tatu, nakuhitaji Mungu, nisaidie, wewe msaada wangu katika maisha yangu. Uende katika njia njema, na mwisho wa siku unakuwa umegeuka na kutubu. Kwa hiyo unakuwa umegeuka na kutubu. Maana kutubu ni kugeuka, kuacha njia ambayo ulikuwa unaenda mwanzo, unageuka na kufuata njia ambayo ni njia nyingine. Na mtanisamehe sana kwa siku ya leo, nimeenda kidogo kwa haraka kwa sababu ya kidogo ya hali ya hewa na kuna baridi sana, niko Tunduma. Mungu wa mbinguni awabariki sana, niwatakie siku njema. Shalom shalom.